naomba nichukue fursa hii kukuombeni nyinyi nyote ambao muko hapa leo mmepata msaada huu. Naomba msaada huu tuutumie katika njia za halali, katika njia za kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika njia ambazo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, na wale ambao sio Waislamu katika njia ya mitume alayhi salatu wasallam ambao nyinyi mnawaamini. Mitume wote 124,000 hajaja mtume hata mmoja kuelekeza mtu amwasi Mwenyezi Mungu afanye mambo ambayo hayafai, hamna. Alafu dini sheria yake kile kinachokubali akili, kile ndio sheria ya dini. Akili haikubali kumnyang'anya mtu kitu kuchukua, sheria ya dini imekataza. Akili haikubali kumpa mtu kitu kilichokuwa haramu. Kwa mfano amekuja mnyama amekufa, alafu wewe ukamkatakata ukatengenezea sisi unatulisha sisi haramu. Akili haikubali. Kwa hiyo imeharamishwa hii. Kwa na kuombeni kwa dini tulizokuwa nazo, tunaomba sisi tufanye biashara ya halali. Tusiwalishe watu haramu mpaka sisi tukala haramu. Utakapomlisha mtu haramu, wewe utapata dhambi, lakini yeye mwenyewe yule alikula haramu itampa shida, kwanza katika kiafya yake, lakini pili atakosa yeye nguvu ya kufanya ibada. Haramu ikishaingia ndani ya tumbo, damu ikatengenezeka ikakimbia katika mwili, basi ile haramu inaathiri, unakosa kufanya ibada zako zile ulikuwa ukifanya mwanzo. Kama wewe ulikuwa mtu wa kuamka usiku kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, utashindwa, unachoka. Kama wewe ulikuwa mtu wa kusali kablia na baadia, utashindwa. Kama wewe ulikuwa mtu wa kusali swala za jamaa, utashindwa. Kama wewe ulikuwa mwenye kumtukuru Mwenyezi Mungu, utashindwa. Kama wewe ulikuwa mwenye kusoma Qur'ani, utashindwa, kwa sababu haramu ishaingia ndani. Kuna kuombeni sana sisi hizi haramu tuziepuke, kwa ajili ya sisi kuwa na riziki halali, lakini vile kwa ajili ya kuwaonea huruma hawa ambao mnahudumia. Mtakapofanya hivi, mkafanya jitihada ya kufanya halali, Allah Subhanahu wa Ta'ala kashapanga riziki zetu miaka 50,000 kabla hajaumba dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala riziki yako atakupa ile ile kwa njia ya halali. Ni papara yako tu kufanya haramu na kuingia katika dhambi. Hata mtu ambaye anatembea na mwanamke bila kumwoa ni papara yake tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kashaandika kila mwanamume atakayekutana na mwanamke, shaandikwa hiyo. Kwa hiyo utakapofanya subra atakuwa ndoa yako ya halali. Kwa hiyo tunakuombeni sana ufanye biashara za halali, na hapa kwa dhati Allah Subhanahu wa Ta'ala na uhakika na Mwenyezi Mungu wangu kwamba utakapofanya halali Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia milango ya riziki. Kwa hiyo nakuombeni hizo jiko tuzitumie kwa halali, Allah atatia baraka na itakuwa sababu ya kuweza kufanya kazi zaidi na zaidi. Mnanipa ahadi hiyo inshallah? Wangapi wanyoshe mikono? Allah Subhanahu wa Ta'ala awajaze kheri wote.